Karibu sana mwana Gossip Table mwenzetu. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa ile kitu roho yako inapenda, na story ambazo unazipata hapa ni zile ambazo zina trend ndani na nje ya Tanzania. Lakini sio story tu, bali zinakuwa zina ule udambwi na umbea na udako ndani yake. Ukisikia kuna watu na viatu, na ukisikia rafiki wa kweli ni mama yako, hilo ndio uliamini. Yeah. Mimi ni Sun Baby, hapa niko na partner wangu. Mimi naitwa Osman Maalim. Unajua mwezi mtukufu wa Ramadhani hapa umeingia. Kumbe. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu, amma ba'd. Jamani, mwezi mtukufu wa Ramadhani umefika. Na leo tumeanza chungu cha kwanza. Imekuwa ni furaha kweli kweli. Ndio. Na tumeifungua hivi gossip ya umbea na Ramadhani au vipi? Kwa kweli umekaa ki Ramadhani. Yeah. Hata ongea yako tu. Yes, kwa hivyo kwa sababu mwezi wa kuchuma na 10 la mwanzo tunalianza hivi. Unajua kuna vitu vingi ndani yake hapo katikati. Ndio. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunaanza na 10 la rehma, si ndio? Yeah. Kwa hiyo alhamdulillah leo tuna chungu cha kwanza. Lakini hatuwezi kuacha vile vitu ambavyo vina trend kwenye mitandao. Umeelewa? Yaani hivyo vitu hatuwezi, kwa sababu ni vitu ambavyo vinatuweka mjini. Lazima twende mjini. Umo anapotaka wao. Basi tunaingia. Iko hivyo yani. So mtazamaji wa 69 Media, tuko hapa kama kawaida yetu, meza moja lakini watu wawili. Mimi naitwa Osman, kama nilivyojitambulisha. Kuna vitu vingi vya kupiga story ambao vina trend kwenye mitandao, na tumesema sio vibaya kuja kukusogezea wewe ambaye labda hukupata nafasi ya kuviona au umepata nafasi ya kuviona lakini au vijui kiundani, yani unajua ile jinsi gani chini ya carpet kuna nini. Kwa hiyo kabisa. Yes, hii ni sehemu salama kabisa kuenjoy, kusikiliza na kupata vitu vitamu hivi vya kaimati, badia, katlesi, kachori. Mwanzo mapema ndio kwanza saa 5. Unajua hivyo vitu vinaandaliwa mapema, afu ikifika mida saa 11 hivi ndio vinaanza kunukia, vinachomwa, yani vinakaangwa. Sawa, tabia ya nyewe dada kuamini BFF wenu. Unajua bora, unajua kuna BFF ndio wabaya. Bora tu shoga yako. Unajua shoga yako tu ile kwamba unajua unaweza kawa ni shoga yangu, asiyajue yote ya kwangu kiundani. Unaweza kawa na shoga ama tu mshikaji wako tu kama ni mwanamke au mwanaume, lakini asimjue hata mtu wako. Hasa wale BFF ndio wanapewa zile nafasi zile za kuwajua wapenzi, wakojua mashemeji, mashemela. Yani kwamba BFF anapata nafasi hata kumhagi. Unaelewa, kukaa naye karibu, kusikia hata smile ya mtu ambaye wewe uko naye, yani ananukiaje. BFF ana nafasi pia kupewa zawadi. Yaani unapewa zawadi sawa na BFF. Sasa hiyo inakuwa mbaya sana. Ndio maana unakuta kuna mambo mabomu yanakuwa yanaripuka kama hivyo. Kwa sababu ukimpa nafasi rafiki yako, BFF wako wa karibu, ukimpa nafasi kwa mtu wako wa karibu, huwezi jua kwamba alikuwa anamtazamaje, kwamba huyu inawezekana kapata anafaidije, yani anataka kujua undani zaidi kitu gani kinaendelea hapa. Na mbaya zaidi, au ni mbaya zaidi naweza nikasema, ili kuona kwamba ana ball, unajua ile kwamba yani kwamba huyo BFF wako na mtu wake, au sebana jinsi gani wewe unashuhudia, unakuwa ni shuhuda kushuhudia yale matukio ambayo wanakuwa wanafanya. Maybe wametoka wameenda party, maybe wametoka wameenda vacation, maybe wametoka wameenda kwenye vikao vya muhimu. Kwa maana kuna baadhi ya vitu tumpitie bwana BFF wetu kwamba jinsi gani, umeelewa? So hii BFF imekuwa ina maana kubwa sana, lakini kuna maana ya kirefu ya BFF. Best friend forever. Sasa kuna wengine wana maana zao. Umeelewa? Sasa hii ni kweli unakuja uwezi kuiweka kwenye best friend forever. Kwa hicho kitu ambacho tunataka kukizungumzia hapa. Before Big Daddy.
Big Daddy ameharibu urafiki wa watu bwana. Hapa tu kumzungumzia ni story ambayo imetrend sana mtandaoni. Yeah. Nasi kama wa Mbeya tukasema tuje nayo hapa kwenye The Gossip tuweze kuizungumza kuhusiana na mabinti wawili warembo wenye sauti zao nzuri, lakini sio hivyo tu, wana fratitami, yani wamejaliwa kuwa na vitovu vizuri vya kuvutia. Unajua vimekaa kama mapacha hivi binti. Hapa tunamzungumzia Gachi pamoja na Yami. Hawa ni wasanii wa muziki wa Bongo Flava, ma queens wa Bongo Flava hawa. Tunamkumbuka Yami aliwahi kuwa mmoja kati ya wasanii wanaomilikiwa ama wanaokuwa chini ya lebo ya muziki ya Nandi, The African Princess, lakini baadaye akaweza kutoka na sasa hivi anajitegemea mwenyewe muziki wake. Sasa Gachi na Yami walikuwa na urafiki kiasi kwamba hata Gachi alikuwa anaweza kumpa Yami madili. Upcoming artist ambao wao kwa muda huu, lakini Yami alianza kujulikana kabla hata ya Gachi, unajua. Yani wote kwa pamoja ni upcoming artist kwa maana wote hao kwenye hii bondi yao ya kutoka, yani kwenye mazingira ya kutoka, nadhani kama walikuwa wanajuana au kama walikuwa wajuana wamekutana kwenye mazingira fulani wakafahamiana ukawa ni friend fulani hivi. Ndio. Ukimzungumzia Yami yeye ndo amepata opportunity sana, ameonekana na nini, lakini hivi karibuni alikuwa hajaonyesha hata mahusiano yake. Watu walikuwa wajui kwanza huyu Yami, na kama kapotea kwanza baada ya kutoka pale African Princess alikuwa kama haonekani, umeelewa? Yani story ilikuwa ni nyingi. Nilikuja kuona baada ya kuna show ilifanyika ya Simba kama hivi. Kulikuwa kuna kikao cha kamati ya Simba, nadhani akapata nafasi akaperform pale na mambo yakaenda. Baada hapo tukawa tujui tena nini kinaendelea kwake. Umeelewa? Kwa sababu katoka kwenye lebo kama ile na alitoka kwenye vurugu yani mambo yalikuwa yaeleweke. Yani kama watu walikuwa waamini kwamba mbona ghafla katoka, umeelewa? Mpaka tukagusiwa na ile story ile. Story gani? Yeye na baba na okay. Kama kulikuwa kuna skendo fulani hivi kinaendelea au kwamba wenda ni sababu. So baada hapo Yami akawa anafanya tu show zake za kawaida, yani ana ball huko na ball, lakini watu walikuwa hawajui mahusiano yake, yani really kwamba ana mahusiano gani, unajua yani ile kuna wakati unasema huyu ni upcoming lakini unajua unapokuwa msichana afu kwenye game alafu una fan base kubwa, watu wanakuona, kuna baadhi ya wengi wanakutamani, wengine na wengi sana wanakuwa matajiri fulani ambao wanakuzunguka, yani ambao ukitaka tu milioni 5, milioni 1, milioni 7 inakuwa kama upepo, yani unajua kuna watu hapa Dar es Salaam mjini wanahela sana. Kwa hiyo wakiona mastaa kama wale na nini inakuwa ni opportunity, lakini sasa tukawa tunajiuliza mbona huyu dada yetu Yami yupo katika serious relationship, yani kuna kipindi tulisikia Mbosso sijui ikaenda sikarudi mpaka akawa anasema baada ya zile collab kweli watu wakawa wanasema yao kila mmoja, na naamini Mbosso kama alipitisha upepo pale wa kisulisuli sina uhakika. Kwa nini? Kwa ile bondi yao na Yami, kuna wakati Yami alikuwa anamzungumzia vibaya hasa kwenye mavazi yake. Unaelewa, yani jinsi gani anavovaa na anaonekana mtu kama mtu ambaye ni Msomali au ni mtu ambaye kama anatokea katika sehemu za labda Zanzibar, yani sehemu za pwani hivi, jinsi gani anavyoonekana. Yani kwa maana ataonekana ni mtu kama maadili sana na nini, lakini ikawa tofauti hata kwa wazazi wake, the way zile dresses zake anavovaa ikawa inawajengea picha mashabiki, wazee na watu, mbona kama yuko hivi. Unaona kuna wakati fulani Rachel Raisi walikuwa wanavuma nayo mambo, yani zile skendo za nguo, umeelewa, yani flat tummy, kile kitovu flat ndio wanasema flat tummy. Ukishakuwa na kitumbo kama kile kwao kukificha ni ngumu, lazima ukiachie wazi. Yani kwamba Yami kwani ana kitumbo wana yani kwamba naona yuko flat. Ni kweli ni kweli muonekano wake kweli uko flat. Kiasi kwamba aliowapa watu hata kipindi ambacho ametrendi sana Yami flat tummy. Watu mabinti, watu maarufu wakaanza sana kwenda sana gym, na akawa kila mtu akienda gym akianza kupungua lazima kile flat tummy kionekane. Kwa hiyo aliwa inspire mabinti. Yani kwa mimi naamini kwamba yule body yake ndio iko vile. Sasa baada ya kuwa vile na watu wakatamani kuwa kama yeye. Umeelewa? Kuna baadhi ya watu wamezaliwa iko hivyo. Yani mtu anakuwa ni mwembamba, yani kiasi kwamba tumbo ulioni, hata akishiba vipi yani huwezi kujua kama yuko kashiba, yani yuko flat tu. Jaribu mimi Sami sasa.
Hapo kama vile uchi unacheka. Kuna kitu tulikuwa na kuongea lakini sema tu ndugu yangu. Unajua mwili pia. Mwili kama mwili wako huo una deserve lakini hautaki kapitiliza, umeelewa? Kuna watu wana miili na vitambi vinakuwa viko vile, yani kiko tu pale, kile kitambi kinakuwa kimetumia. Yani hata kama hujafanya mazoezi, umekula umeshiba na nini, unaonekana uko flat tu vile vile. Lakini kwa ndugu yetu Yami, kwake yeye nikiweka mimi nimeona kama yule ni mtu ambaye anafanya mazoezi of course, lakini naona ni mwembamba, ni kama ni kimisi fulani hivi ambao hakina nyama. Sijui kama ameshawahi kuzaa au vipi. Tunaamini kwamba wanawake wengi wakipata uzazi huwa ndo wanabadilika mfumo yao, yani wanakuwa wananenepa, wanakuwa na mashavu, mwili unaongezeka na nini, hata kiafya wanakuwa wako vizuri. Umeelewa? Lakini kwa dada yetu hapo Yami, shemeji yetu sasa hivi sina uhakika. Lakini story ambayo imekuja sana kuzua taharuki sana kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye Instagram kuhusiana na Yami kuiba mpenzi wa mtu. Sijui sasa ni mpenzi wa mtu au ni mume au ni bwana. Ni bwana Kwa hiyo sponsor. Hii habari imetokea jana, umenielewa? Na huyo Gachi mwenyewe amethibitisha kupitia mitandao ya kijamii baada ya kufanya mahojiano, na tumeona mahojiano yake alivyokuwa anaongea na nini na nini, umenielewa? Anaongea kiuchungu, kiukweli. Mimi nimepata nafasi ya kuiona ile video, anasema mimi sikutegemea kuona kabisa kwamba BFF wangu anaweza kufanya vitu kama hivi. Unajua machungu ya kuibiwa bwana na machungu ya kuibiwa sponsor au chuo yanatofautiana. Na yeye binafsi alivyokuwa anaiweka ile kuizungumza, alikuwa hajui ndip kwamba walikuwa wameenda kwenye show fulani hivi. Kuna show ya Tanzania, hizi show zetu hizi za Bongo Flavor, umeelewa? Walitoka baadaye, Yami alikosa ile tunzo kwa story ambayo mimi niliona. Baada ya kukosa ile tunzo, kwa kumfariji, umeelewa, BFF wake akasema tupiteni sehemu fulani, umeelewa, mimi niko hapa, tukae tupate 2-3 nini, tupige story, tupunguze hata stress. Kawaida hapo ndo walipoanza kukutanishwa na huyo mwanaume wa Gachi. Umeelewa, huyo bwana ambao tunamzungumzia sasa hivi hapa. Sasa baada ya hapo kuna mmoja alichomoka, wakabadilishana content, akawa wafahamiani. Yani umeelewa? Yani kwa maana huyo bwana mwenyewe na Yami, umeelewa, walikuwa katika sehemu ya kula na nini. Baadaye Gachi aliondoka. Umeelewa mchezo unavyosomeka? Baada ya kuondoka Gachi pale, wakabadilishana nini, namba. Kwa hiyo alivyokuja Gachi akasema watu mbadilishana namba hivi na hivi. Hiyo baadaye, baada jamaa ameshachukua content na nini. Kwa hiyo Yami yeye alichomoka. Baada ya kuchomoka akampigia BFF wake ambayo ni Gachi. Umeelewa? Bwana wako kanipigia, kumbe mlichukuana namba pale. Kwa nini hujaniambia mapema? Yani kwa nini? Umeelewa vizuri? Kwa nini kitu fulani sijakielewa? Kwa hiyo day of the end ndio ikaja ikatokea kwamba tena hiyo baada ya kuna shoga yake alikuwa naye kwa haelewi kitu kinachoendelea, baada ya kuonekana posti na nini. So kitu kikubwa kimekuja kuonekana, kumbe Yami ameiba bwana wa mtu. Umeelewa? Na tumeona baadhi ya mastaa wengi walikuwa wanaulizwa, kama Maimasa naye aliulizwa akasema jamani, tuwafiche watu wetu. Umeelewa? Kuna wengine wengi wameulizwa hapa kuhusiana na Yami, lakini ye Gachi mwenyewe anavyoizungumzia, anavyoiweka, kutegemea yani kuwa na yani siwezi niwekeje hapo, yani ameshangazwa na iko kitu. Kwa nini kimetokea? Yani kwa nini Yami amefanya hivi? Na mimi mtu ambaye nilikuwa namwamini, ni msiri wangu, ni mtu ambaye niko naye muda mrefu, kwa mtu wangu wa karibu ananifanyia hivi. Yeye mwenyewe binafsi imemuuma kiasi fulani kwamba naona jamani. So kuna wakati ama BFF wao tusijaribu kuwapa nafasi kubwa sana. Na hii itawakosti ni wasichana wengi sasa, kwa sababu neno BFF ndio imekuwa kama trending. Yaani ukiwa tu mshikaji wako ni BFF. Ukiwa nini ni BFF. Unaelewa? Na hii issue bwana imeenda viral kwa sababu sisi tuliona hata Yami alipokuwa ile siku ya Valentine alivyotrendisha ile clip kwamba alipewa zawadi ya pesa. Kumbe hata aliyempa zile pesa ama ile minoti alikuwa na huyo Big Daddy ambaye ni bwana wa Gachi B. Na
Na story pia ilikuja kuzuka kwamba mtu mwenyewe anayemgombania Gachi pamoja na Yami ni mume wa mtu. Yami nani Gachi akaja akafunguka akasema kwamba of course mimi kipindi nakutana na huyo bwana alikuwa machana na mke wake na alikuwa na mke na watoto. Lakini ndio hivyo sasa, mshamsha za hapa na pale, Shosti akawa anaficha ficha bwana wako nani anaficha ile hivi, bwana utambulishi bwana wako atakutambulisha tu, kumbe bwana unayekimbilia kutambulishwa ndugu yangu ndio huyo ambaye ni bwanako. Na hii issue ya kuchukuliana mabwana kwa watu maarufu imekuwa ni issue ya kawaida. Wanachukuliana. Kipindi cha nyuma pia iliwahi kutrendi issue ya Lulu Diva kutoka na aliyekuwa bwana wa Hamisa Mobeto yule Kevin. Yule Mnigeria. Ile trend sana ikiwa ni baada ya Kevin kipindi kile alipokuja kwenye harusi ya Jux na Priscilla hapa Dar es Salaam. Ndipo hapo nasikia bwana aliomba kampani ya Lulu Diva akasema mimi ni nani? Akapita. Na sio hivyo tu, hata hawa mastaa wakina Wema Sepetu, kina Kajala wameshashare sana, kina Auntie Ezeke. Kwa hiyo yani ni vitu ambavyo, kwa hiyo hata hawa wadogo zao wanaokuja kwenye game nao wanapita kwenye njia hizo zile, na this is not fair. Mimi naona hapo ni kinachozungumzwa sana hapo ni hela, na kama tulivyozungumza mwanzo hapo, umeona kabisa kwamba huyo Gachi au sio na Big Daddy. Big Daddy alikuwa na Gachi wa B. Big Daddy alikuwa na nini? Ana mahusiano yake na ana watoto. Ana mke kabisa. Umeelewa? Yaani kwamba ni mtu ambaye kajiweza, kajipata, kashaanzisha mahusiano na watu, umeelewa? So zile tamaa za kimwili na hela pia ukiangalia watoto wazuri ndio wanaibuka mjini. Yaani kila siku zikisogea watoto wazuri wanazidi kuripuka, yani hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo unakuta sasa nashindwa mtu kama kina Yami hao wanashindwa kujizuia. Mtu kwa sababu kama Big Daddy anachopoteza. Umeelewa? Na ndio maana sisi wanaume tumepewa nguvu kubwa sana kumiliki wanawake hata wanne. Unajua hiyo ni nguvu ya aina gani? Umeelewa? Kwa Big Daddy mimi siwezi kumshangaa. Sana nashangaa wanawake ambao wanajizalilisha wao wenyewe. Umeelewa vizuri? Kwa maana yani ule sijui niseme ni wivu, ni tamaa, ni shetani, siwezi jua. Kwa unaweza nikasema hapo naweza nikatumia kauli ambayo ikawa inawashusha sana watu. Umeelewa? Kwa sababu ni kitu kibaya sana mshikaji wako kukufanyia kitu ambacho haujategemea. Yani kwamba mimi na mtu wangu, ukiacha tu wa mapenzi, ukiacha mahusiano, umeelewa, urafiki tu ule wa kazi, urafiki wa kawaida, alafu baadaye mtu anakuletea zile sitafahamu, yani kwamba anagombanisha na kitu au anakufanya kitu ambacho wewe hujategemea, yani unakuja na mzumu mara mbili. Kwanza unaanza kufikiria alianzaje mpaka anafikiriaje kufanya hivi vitu. Yani ukileta kwa wanawake wanatakiwa wajifunze sana kwenye swala hili. Ndio maana nimetoa mfano, wanaume sisi inawezekana aibu hatuna, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashatupa hiyo nguvu ya kuwa na wanawake zaidi ya wanne. Umeelewa vizuri? Na ukiwa na uwezo zaidi ya wanne, mbona mnajizidishia? Watu wanafanya hivyo, umeelewa? At least kwenye wanne hapo jamani, ocho. Ndio nimeweka hapo wanne, umeelewa? Lakini kuna wakati watu wanaendeleza, unajua ile. Yaani sio kwenye kuoa mtu ana wanawake 8, umeelewa? Hajaoa wala nini, yani sio kama ameoa, kwa sababu ana uwezo, ana kipato, yani ana uwezo wa kukulisha wewe, ana uwezo wa kufanya anachokitaka, anaweza kukunulia wewe, yani kwamba ana uwezo wa kufanya chochote. Wewe unaweza ukawa una shida zako za kimapenzi, akakukatisha akwambia bana, sikiza na kutumia laki hapo, mimi niko mbali sana. Umeelewa vizuri? Mwanaume wewe unampata kwa kweli mtihani. Huwezi kumpata. Kwa hiyo unachogombania hapo ni hela. Ni hela. Mimi nimeona Yami kaona mkwanja au sio bana kwa Big Daddy au vipi bana, akaona na yeye nadhani Yami alijitongozesha mwenyewe. Na unajua sisi wanaume unapojitongezesha sisi tunakuwa tunajua. Umeelewa? Au unajua huyu hana issue, shida tu. Umeona? Kibunda watu wanatengeneza content, unakuja kibunda ndo kinakuwa kanga ananyonyolewa manyoya. Sasa kwa mujibu wa Gachi alikuwa anaongea, yeye alikuwa anajua, yani anajua Yami anatoka na tajiri mmoja, kibosile mmoja ambaye yeye hakujua kama ndio Big Daddy. Umeelewa vizuri? Hakujua chochote kwamba mimi najua tu iko fresh, anakuja kwangu, tunasaidiana vitu fulani, kitu cha kusaidiana tunafanya, vitu vya maendeleo tunafanya, lakini mimi najua kabisa huyu anatoka na
tajiri fulani ambaye yeye uko naye atoke na mtu wake, umeelewa? So jana, yani kitendo cha jana, yeye siku wa jana, yani umeelewa, yani jana siku nzima ile ndo kapata kujua kwamba kwa alichoharibu Yami ni kumposti yule Big Daddy. Bora kasingemposti. na nadhani alitaka kumuumiza, alitaka kutengeneza kiki. Lakini Big Daddy kama alijificha kama amevaa kofia. Hawezi kujionyesha. Inawezekana pia picha yenyewe hakutaka kupiga. Japo wako ni wako tu. Hata kama amejificha na kofia unamjua tu kama mbona hii, mbona kama mkono kama wa kwake. Mbona huu ni yeye huyo. Huenda pia Yami nani Gachi aliweza kugundua kwenye style hiyo. Yeah man, na ni uzuri zaidi kwamba kila kitu kiko wazi. Umeelewa? Kama ni ukweli kila kitu kiko wazi. Hakuna kilichofichika hapo. Kumbe Yami pia unatufanya sisi tufikirie hata ile story kuhusiana na wewe na baba naye. Huenda labda kulikuwa kuna jambo. Tulikubeba tukakutetea. Kumbe Yami kawaida yake kupora mabwana wenzie. Kawaida yako. Na unajua ustaa bana huu. Juzi tulikuwa tunaongea hapa na Yami yenyewe alikuwa anaongea ni kwamba changamoto nyingi kufix, yani ku-maintain hii game ya Bongo. Umenelewa? Yani ukiona ambao wame-maintain hii game ya Bongo bila vikwazo vipo, lakini bila vile vikwazo fulani vikuzungumziwa, yani kupewa maneno kwamba wewe danga, wewe ni ngumu sana kutoboa. Umenelewa? Wakina Resi, wakina Recho ambao hao ndio nahisi kama Yami ni role model wao. Umenelewa? Na hasa nikiangalia mziki wa Yami, nikiangalia na mziki wa au ma legend wa kike ambao wamefanya. Na naona hicho kitu hapo. Umenelewa? Kwa hiyo ukizunguka ukiangalia kama labda wakina Recho, umeona the way alivyokuwa anatoka. Wametoka lakini baadaye unakuja kuona kwamba kuna vitu vingi vilikuwa vinazungumzwa, sui Recho kawa hivi, Recho sijui kawa hivi, Recho sasa hivi kawa tena. Yani ilikuwa ni mengi sana. Ndo anakuja hapa sasa kina Yami. Na tukumbuke kuna mtu mmoja anaitwa Benzi, Chidi Benzi alikisha kuongea. Hawa mastaa wetu hao. Unajua Benzi anakiongea kitu. Benzina. Hawa mastaa wetu hao, mastaa wote, karibia wote. Yani ameweka kwenye mfumo. Yani kwamba mastaa wao wa kike, wao wa kiume. Umeelewa? Kuna baadhi ya vitu vipo behind, yani vipo nyuma watu vijui. Umeelewa? Ndio. So mpaka wewe mwenyewe uwe katika mfumo wao ndio utajua. Kuna vitu vingi vinaendelea katika huu muziki. Yani vimejificha vingi sana. Yani vingi, ukiacha skendo za mahusiano, umeelewa, kuna skendo za miadarati, ndio, kuna skendo za umason, kuna yani vitu vingi when we talk about music. Kwa hiyo wengine muziki wake utoki bila kwenda kwa sangoma. Yani na hiyo yani hiyo ni lazima. Kuna wakati fulani hivi kuna imani fulani watu wanakuwa nazo. Mimi hapa naamini kwamba muziki ni kipaji cha mtu, uwezo wa mtu binafsi. Haya mambo mengine yapo, umeelewa? Lakini muziki watu wanatumia sana ndumba, uchawi, umeelewa? Yani kuamini kwamba unaweza ukatoboa. Okay. Yani unaweza ukafika sehemu fulani. No. Miko kitu siamini. Naamini kwamba na watu wanafanya. Waenda kwa sangoma. Yani hiyo ili atoboe. Yani hiyo watu wanafanya. Si mtu anaamini kwenye kazi yake. Bana mimi na si hawa wasanii tu, hata jamii na utuzunguka. Tusiamini kwenye swala la 1 2 3. Umeelewa? Lakini kwenye wasanii linawekwa sana. Yani linawekwa sana ni kwamba watu wanafanya vitu tofauti na mziki ambavyo watu walikuwa wanategemea wao watafanya. Umeelewa? Kwa hiyo Yami, Gachi, wote ni upcoming artists ambao wanakuja. Mkae tu muelewane. Kama kuna skendo mnataka kutengeneza attention ni sawa. Umeelewa? Lakini kama ndio kweli imechukuliana na mabwana, kama ni kuchukuliana na mabwana, hapo tunadhani kuna ile share zile za kila wakati. Unaelewa? Na mbaya zaidi kushare, yani mtu anashare na mtu wako wa karibu. Bora muishie kushare Bluetooth tu. Kwa hiyo ile kushare mabwana. Msameane bwana, tuko mwezi wa kusameana bwana. Msameane tu, mambo mengine aende. Na kama mmegundua kama kuna mmoja hawezi kwenda bila mwenzie, basi mnaweka tofauti pembeni ili tu sanaa ifike mbali. Ila mimi nikimwangalia Gachi anaonekana sio mtu wa kinyongo.
Ni mtu ambaye hata kama angekuomba msamaha. Nimemuona the way alivyokuwa anazungumza, mazungumzo yake alikuwa imempeni kiukweli. Yaani ukimsikiliza, ukimwangalia in deep, na the way maswali anavyokuwa anaulizwa yale alikuwa anamchanganya. Yaani anaonekana kabisa yani hakutegemea, yani ni surprise imekuwa kwake. Na kila imemuuma kiundani, imemuuma. Lakini yeye akasema ana cha kufanya. Nitafanyaje na mambo yashatokea na mimi sikutegemea. Wenyewe wanakuambia Waislamu wasema family life. Yeye alikuwa anatafuta hiyo family life. Anasema tafanyaje na kitu ambacho mimi sijategemea, maskini ya Mungu. Akaambia huwezi kwa ile mambo ya kitandani wewe, huyawezi. Mimi naweza. Yaani hapo kama kapanic. Mbona mimi nimempa kila kitu? Si unajua zile wanawake hawataki kukubali kuna baadhi ya vitu, yani hataki kukubali kwamba ulikuwa hauna au vipi. Na sio kama sisi tulikuwa mashuhuda. Reality kwamba umekubali kwamba wacha waendelee na mahusiano yao, lakini UBFF mimi nadhani umekufa. Ufe tu. Na mimi nikwambie tu ndugu yangu, hata wewe binti, kuna wakati mwanaume kukusariti sio kwamba eti kuna kitu umepungukiwa. Saa zingine wanaume macho yao yameombiwa tamaa. Huenda pia tu alivutiwa na kile kitovu basi akaenda kule, shughuli imeisha. Sio kwamba eti kile mwanaume ambaye anaenda kuchiti na mtu mwingine kwamba wewe una mapungufu au kuna kitu hujakifanya, hapana. Saa zingine tu wanaume tu ni zile tu tamaa. Ndio maana kuna mwanaume anachiti sana lakini ana mwanamke wake mmoja tu anayempenda. Kwa nini? Kwa sababu tu wale wengine aliofuata kwa sababu ya tamaa. Na hiyo unaizungumzia wewe pia ipo. Na tukiwa tunamalizia kufunga au vipi hiyo unaozungumzia wewe ipo. Kuna wakati kuna baadhi ya wanawake wanakuwa tena ni mzigo. Umenelewa, unamfanya mwanaume tena anachoka. Umenelewa, anaona hii ya nini tena? Mimi ngoja nifanye mambo mengine. Unafanya kaka watu wanakuwa teja. Yes, kwa lazima active katika ndoa iwepo, umenelewa, na mahusiano yanahitajika kabisa ni kila mmoja awe active. Na najua damu ziwe zinaendana. Kama damu haziendani hapo ni mtihani kweli kweli. Big time au vipi bana? Gossip Table tumezungumza vitu vingi sana, na ishu kubwa ilikuwa namzungumzia Yami pamoja na Gachi. Hiyo kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa ni noma sana. Yaani kila mmoja anatupa dongo lake. Tena Yami jamani, Yami ana pa kukimbilia, akakimbilia kwa. Umeona? Yami jamani kamwacha ndugu yetu na ukiwa. Yaani kila mmoja anazungumza kivyake. Noma sana na ni mbaya sana. Ukiona bora izungumzwe kwa upande wa furaha. Lakini ukileta kwenye huzuni inakuwa ni mbaya zaidi. Sawa, sisi tumemaliza kwa style hii hapo The Gossip Table, lakini kubwa zaidi tunakusii kuendelea kutufuatilia kupitia page yetu ya Instagram, bila kusahau TikTok pamoja na YouTube 69 Media TZ. Kubwa zaidi ukifika hapo 69 Media TZ kwenye YouTube channel yetu, una drop comment yako, inakuwa unyamani, lakini kubwa zaidi subscribe, bonyeza alama ya kengele. Mimi ni Sami Baby alongside Mimi Osman Maalim. Ndio nimefurahi sana. Haya bwana, Ramadhani karimu. Ramadhan Mubarak, Ramazan.